Je, inawezekana mtangazaji wa radio nchini Kenya kuwindwa na serikali ya Tanzania? Na kama ni kweli, hii ina maana gani kwa uhuru wa kusema Afrika Mashariki? Leo tunaingia ndani kabisa ya sakata hili, kutoka kauli ya podcast ya Rapture hadi madai mazito ya Bilimia na ukweli ambao wengi hawataki kuusema. Kwa siku za hivi karibuni, mitandao imewaka moto baada ya madai kuwa watangazaji wawili wa Kenya wanadaiwa kulengwa na serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini swali kubwa ni hili: je, hii ni kweli au ni mchezo wa media kutengeneza attention? Kabla ya madai haya kuwa makubwa, kulikuwa na kauli hii kutoka kwa msanii Rapture kwenye podcast hii. Rapture anasema wazi ya kwamba kama ni kweli Wakenya wanawindwa ndani ya Kenya, basi kuna tatizo kubwa la heshima na mipaka. If that is accurate that wanafuatwa, then manze jo tumedharauliwa. Mimi sioni reason yoyote ya Billy kudanganya. Mimi sioni jo vile MTZ anaweza nisimamisha kwa rodi. Afadhali jo mpige nyundo ya kichwa. Sioni vile MTZ hata akwe karao. Anaambia ati mimi ni afisa sijui nini kutoka Tanzania. Ai mzee tunamdhareka kama nugu, kama ni marisasi wacha apige. Sioni vile an officer from Tanzania anaweza simamisha Mkenya. I don't see that happening. Maybe wakuwetuni wa Kenya watamshika and then wamhand over. But MTZ akuje ndugu. We are the America of Africa mzee. Lakini mambo yanabadilika kabisa pale mmoja wanaohusika anapoamua kuongea. Hapa ndipo story inapogeuka kutoka maneno ya mitandao kuwa madai ya moja kwa moja. Serikali ya Tanzania inaniwinda mi personally na my co-presenter, manake hawapendi tunavyofanya. Tunasema ukweli. Najua serikali ile ya Tanzania ni ya kiimla, haikuchaguliwa na wananchi wa kweli. Ilikuwa serikali ambayo imeiba kura na ikaua watu. So sisi kama maskani tukiangazia wanatuwinda. Wametumia paka mademu lakini tumeresist. Wametuma watu tumeresist. Sasa hivi tunavyoongea tunasikia kwamba wanatumia mmoja mfanyikazi wetu, wanampatia 150 million ili disclose na maplate gari zetu mahali tunapoishi. So sisi tunasema let them come, lakini kwa mambo ni kwamba a journalist is not a criminal. Mwandishi wa habari sio criminal. Yeye ni mtu ambaye anatangaza kitu kiko. So kama kwa mfano una feel vibaya kwa sababu mwandishi wa habari, bwana tulizaliwa siku moja na tutakufa siku moja, lakini hatutanyamaza kusema ukweli. So kama kwa mfano umeua, tutasema umeua. Hatuwezi kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa tukisema kwamba mambo hujafanya. Yale tunaotangaza ni ukweli. Hakuna kitu tumetunga. Manake ukisema umechaguliwa na 97 kisha alafu sherehe inakuwa held ndani ya kambi ya jeshi, wewe umechaguliwa na wananchi ama umeiba kura? So tunawindwa kweli. Hata sasa hivi nasikia kuna mmoja hapo ameshaingia nchini anatuwinda. Sisi tupo, kama imeandikwa tadedi na kama tatoboa but we are not afraid. Mazeso ya information zenu zinatoka ngapi? So once ukishakuwa mzuri, wewe ni mzuri tu. Ukishakuwa mzuri, wewe ni mzuri tu, utakuwa unapata tu unapata ma information, unakutumia information, shika. So ukiangalia ukiverify ndio. But huwezi tangaza kitu ambacho hakuna, tangaza vitu ambavyo viko. Na ili kuelewa kwa nini Bilimia na Mbaruk Mwalimu wanaweza kuwa target, lazima tuangalie walichokuwa wakifanya kabla ya haya yote. Katika video nitakayoenda kukuchezea, hii ndio style yao ya moja kwa moja bila filter, na mara nyingi wakigusa mada nyeti zinazohusu siasa na jamii. Pale Tanzania! Lete baba! Bwana pale Tanzania boss wangu kumewaka moto. Ndio. Mahali Mwalimu Kambarage Julius Nyerere yupo. Ndio. Anatingishika na anatingisha kichwa. Mahali alipoacha Tanzania sipo ilipo sasa hivi. Nasemaje? Ndio. Mahali alipo Joseph Pombe Magufuli. Ndio. Anatingika na kutingisha kichwa. Si kama ushona mimi natembea. Joseph Pombe Magufuli anasema hao ni akina baba wa taifa. Bwana marais walio shape Tanzania, akina Benjamin Mkapa. Bwana mali wapo bwana, wanashangaa, is this the Tanzania that we were fighting for? Ndio. Bwana kila mtu anajua kwamba Oktoba 26 mwaka 2025 Tanzania ilifanya election ya kuchagua maraisi, wabunge na wale wawakilishi wa mitaa, usio? Ndio, madiwani. Naam. Bro, baada ya pale wa Tanzania walikataa uchaguzi wenyewe, na pia kabla uchaguzi walikuwa wanasema kwamba uchaguzi usiwe, lakini ilivyokuwa results pia wakazikataa. Wakaingia street wa Tanzania kufanya maandamano ya amani. Kama tunaelewana? Ndio. Lakini kaka
maafisa wa polisi waliua Watanzania wengi. Correct. A lot of Tanzanians died because they were fighting for their right. Vyombo vya dola bwana vilitekeleza atrocities kubwa sana, na ndio ujue kwamba Watanzania walikata uchaguzi wakati ambaye alikuwa anaapishwa. Rais Samia Suluhu aliapishwa kwenye kambi ya jeshi, hakuapishwa hadharani Benjamin Mkapa Stadium kama kawa. Ndio. Aliapishwa katika eneo la jeshi, kambi ya jeshi. Ndio. Bro, hivi tunavyoongea Tanzania is being discussed in ICC, International Criminal Court, The Hague pale. Tanzania inajadiliwa katika mahakama ya Hague. Na unajua bosi wangu, ikifikia kwamba nchi imefikia vile, ujue kwamba ni kubaya. Ndio. Na mimi it is so sad kwamba sisi kama Waafrika na viongozi wetu wa Afrika wanatufikishaga mahali ambapo inabidi waingilie kati wazungu. Na wakati mwingine huwa nakubaliana na rais wa USA Donald Trump alivyosema kwamba Africa is a T-nation. Unakumbuka alivyosema? Yes. Yani jinsi baadhi ya viongozi wana behave inatamausha. Msikizaji, sikiza Tanzania ikijadiliwa japo kwa dakika 2 tu. Not aftermath after elections, but a national strategy. On 29th of October, President Samia Suluhu Hassan crowned herself with a victory of 97% of the votes after silencing the very people who challenged her. And when citizens rose up, especially the young, they were met with bullets, brutality, and a blockade on truth. Hundreds killed, hundreds injured, hundreds arrested, entire country living in fear. Let us say his name clearly. Tundu Lissu, the opposition leader charged with treason, locked away simply because he exercised his democratic right to run for elections. And his imprisonment is a broader assault on democracy in Tanzania that is taking away all the promises to the Tanzanian people of their freedom. And to the Tanzanian people, we have heard you. We are on your side. This House has chosen to stand by you. Thank you. Anaingia wa pili. A teraz poprosím paní kolegyňu Vieira. Thank you. Madam Vieira has the floor. Dear Chair, dear colleagues, months ago I stood here calling on the authorities of Tanzania to release all political prisoners, and today that call is more urgent than ever. Bwana bosi wangu, wanasema kwamba alijitwika mwenyewe urais baada ya kujipatia kura nyingi mno. Ndio. Bwana bosi wangu, ikifikia hivi, kama ingekuwa ni kule kwetu United States of America, ingekuwa rais ashajuzulu. Lakini hapa Afrika, I'd rather die than resign. Unajua Watanzania sometimes wanajiuliza inakuwaje sisi Kenya tunazungumzia sana maswala yanayowahusu. Naam. Lakini leo nataka niyaweke bayana kwamba kituo hiki cha redio Radio 47 kilichopo Muthaiga North hapa jijini Nairobi ndiyo kauli ya wananchi wa Tanzania. Pigo tena. Ndiyo msema ukweli, kwa sababu vyombo vya habari vya Tanzania vimetiwa mfukoni vyote. Lakini hapa ndipo swali kubwa linaingia. Je, serikali zinaanza kuogopa nguvu ya media? Je, mipaka ya nchi bado ina maana kwenye dunia ya kidijitali? Na kama mtangazaji anaweza kulengwa kwa maneno, nani yuko salama? Kwa sababu ukweli ni huu, leo ni Bilimia, kesho inaweza kuwa creator yoyote mwingine, hata wewe unayeniangalia kwenye hii video. Sasa nataka kujua kutoka kwako, unadhani hii ni kweli au ni kutafuta kiki? Je, serikali inapaswa kuingilia media? Na kama ungekuwa mtangazaji, ungeendelea kusema ukweli au ungeogopa?
Kama unapenda content kama hii inayokuonyesha upande ambao wengine hawaonyeshi, basi hakikisha unatufollow au una subscribe hapa Mizuka Media, kwa sababu hapa ndio ukweli unapewa bila filter. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Bwana Miladayo ambao alikuwa ukiingia katika mtandao wake unaona taarifa za maana. Saizi unaona kwamba tio mke wangu aliniacha kwa sababu hakula nyama. Sasa wanashangaa, oe Miladayo ni nini? Inakuwaje? Nyama zako na mke wako zinatuhusu vipi? Sasa nasema hivi, sisi ndio mouthpiece ya wananchi wa Tanzania. Pigo tena zaidi. Na ikifikia mahali ambapo tunajadili katika mahakama ya juu zaidi pale Uholanzi ya kuzungumzia madhila waliofanyiwa wa Tanzania, we will be at the forefront kuhakikisha kwamba tunalijadili swala hili mpaka tuhakikishe kwamba haki inatengenea. Na sisi hatuna issue yote na Samia Suluhu. Hatuna. Sisi tuna issue na jinsi anatreat wananchi wa Tanzania. Yaani mwananchi umzimie umeme, mtandao, mwananchi umtoe nyumbani kwake, umuue, umzike katika makaburi ya halaiki. Bwana will not condone. Na sisi watu wa hapa Nairobi, we can tell them for a fact, free of charge. Wakati ule wa Ekaterina Filova, hata sisi wapo viongozi wetu ambao walipelekwa mahakama ya The Hague pale ICC. Kwa hiyo tunaujua mchakato mzima. Na tuliwaambia wakati ule, wakati wa machafuko ambayo yalikuwa sponsored na baadhi ya maafisa wa serikali, itafikia wakati tutajadili mambo ya ICC. Wakasema nyinyi shughulikieni umbea, fateni ya kwenu Kenya ni na nini. Nasemaje? It is not until the man with the long black coat come and knocks on your door.